Karibu katika mfuko wa 6 wa uwekezaji wa UTT AMS ambao ni mfuko wa bond fund. Mfuko wa bond fund ni mfuko wenye lengo la kukuza mtaji pamoja na kutoa gawio. Na katika mfuko huu tutaenda kuangalia namna ya uwekezaji katika mfuko huu. Kwa lengo la kukuza mtaji, tafsiri yake utahitaji kuweka kianzio cha shilingi 50,000 na unapohitaji kuongeza utaongeza kuanzia shilingi 5,000. Na katika eneo la gawio, tafsiri yake ni kwamba unaweza kupata gawio katika mfuko huu la kila mwezi, lakini pia unaweza kupata gawio la kila baada ya miezi 6. Na kwa kiwango cha chini cha uwekezaji kwa mtu ambaye anataka kupata gawio kila mwezi ni shilingi milioni 10. Na anaweza kaweka milioni 100, milioni 10, 20, 30 kutokana na uwezo wako wa kifedha. Na asilimia utakayokuwa unaipata kila mwezi ni kuanzia 1% ya pesa yako uliyoiweka. Kama umeweka milioni 50, tafsiri yake utakuwa unapata 500,000 kila mwezi. Tafsiri yake ni kwamba 500,000 kila mwezi haikomi mpaka ile 50,000 utakapoitoa. Milioni 50 ile ambayo umeiwekeza utakapoitoa, ndipo kiwango kile cha kila mwezi kitakapokoma pia. Lakini pia kwa mtu anayetaka kuwekeza kwa ajili ya gawio la kila baada ya miezi 6, tafsiri yake atabidi kuwekeza kiwango kisichopungua milioni 5 kama kianzio. Na kila baada ya miezi 6 tafsiri yake utakuwa unapata gawio. Na kwa hapa tafsiri yake ni kwamba mtu anahitaji kuwekeza katika kiwango cha shilingi 50,000 kama kianzio, tafsiri yake itakuwa ni lengo la kukuza mtaji. Na kwa lengo la gawio, tafsiri yake kwa kila mwezi kama unataka kupata gawio ni kuanzia shilingi milioni 10, na kila baada ya miezi 6 ni kuanzia milioni 5. Lakini pia katika mfuko huu unaweza ukajiunga bure kabisa pasipo kutoa gharama yoyote, na katika mfuko huu vipande vinaweza kutumika kama sehemu ya mkopo wa kukopea katika taasisi za mabenki. Ni mfuko ambao unaweza ukawekeza kama wewe ni mstaafu ukawekeza katika mfuko huu na kupata faida kubwa sana, kwa sababu ukipiga gharama, mfano ukiwa na shilingi milioni 50 ukienda kuiwekeza kwenye majengo ya kujenga na kupangisha, tafsiri yake kuna gharama za kununua kiwanja, kuna gharama za kulipa mafundi, kuna gharama za kununua vifaa. Kwa sasa ukipiga zile gharama alafu na maeneo yalivyo tofauti, hata hizi gharama ya milioni 50 ukipigia ndani ya Dar es Salaam kupata eneo na kuweza kujenga, ama ukipigia katika mikoa tofauti, sehemu za mijini, ama ukipigia sehemu za vijijini, tafsiri yake unakuja kukuta milioni 50 hiyo unaweza kujenga nyumba ambayo inaweza kukupa return ya shilingi 200,000 na point ama 300,000 kila mwezi, ambapo sasa ukiwekeza UTT inaweza kupata 500,000 kila mwezi. Na hapa 500,000 tafsiri yake ni kwamba hakuna wewe kuhitajika tena kuanza kuongeza pesa nyingine kwamba lazima ulipe hiyo 500,000. Hapana, hiyo 500,000 itatoka kama sehemu ya faida yako kila mwezi kama umewekeza milioni 50. Lakini pia ni kwamba haufungwi, unaweza kaongeza uwekezaji wako. Unaweza ukawa umeweka milioni 5 ama milioni 50 ukahitaji kuongeza milioni 10 tena, ukahitaji kuongeza milioni 50 tena. Kwa hiyo hakuna ukomo wa fedha za kuweka katika eneo la mfuko huu. Unaweza kuwekeza fedha zako kwa kiwango kile ambacho unahitaji wewe mwenyewe kuweka. Na mfuko huu tafsiri yake ni kwamba ni mfuko ambao una ushindani mzuri katika soko na faida yake ni nzuri. Kwa mwaka 2025 umetoa faida ya 13.4 katika uwekezaji wa huu mfuko. Lakini pia ni mfuko ambao unaweza ukajitoa kwa siku 10 za kazi. Ukihitaji kujitoa katika mfuko huu utajitoa ndani ya siku 10. Ama ukitaka kupata pesa zako katika mfuko huu, tafsiri yake ni kwamba pesa zako utazipata ndani ya siku 10 za kazi. Na katika mfuko huu tafsiri yake ni kwamba unajiwekea malengo wewe mwenyewe binafsi. Unawekeza kwa ajili ya lengo lipi? Kukuza mtaji ama kupata gawio? Na tumejifunza mifuko hii 6. Kwa hiyo sasa unaweza kuangalia lengo lako ni lipi la uwekezaji. Unalenga kuwekeza kwa muda mfupi ama muda mrefu? Unalenga kuwekeza kwa kupata gawio ama kukuza mtaji? Na katika malengo yako hayo ukishayaona, tafsiri yake utagundua
mfuko upi kati ya mifuko hii 6 inakufaa wewe kuanza kuwekeza na kuweza kufanikiwa kutengeneza kipato kinachoongezeka pasipo kutumia nguvu ndani ya kampuni ya UTT EMS.